Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali tunazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti kwenye kikosi cha Young Africans ambayo umeweza kushuhudia hivi karibuni mambo yakienda vibaya kweli kweli kwa wananchi Young Africans. Msimu huu kama vile umewakalia vibaya hivi, wasipokaa makini wananchi Young Africans huenda wakalipoteza taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa sababu ni sehemu ambayo wanaipigania kwa hudi na uvumba kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kulibakisha kwa mara nyingine tena. Itakuwa ni mara ya 5 mfululizo kama wakiendeleza moto wao ule. Sasa inaelezwa kwamba taarifa imetoka juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea hivi karibuni katika mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar, tukio ambalo liliweza kujitokeza kati ya golikipa wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans Djigui Diarra na muamuzi pamoja na tukio la waandishi wa habari, kitendo ambacho alichokifanya golikipa huyo wa klabu ya soka ya Young Africans. Sasa maamuzi ndiyo kama yafuatavyo ambavyo inaelezwa kuhusiana na Diarra. Hatima yake ni yapi? Hayo mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna katika kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans ni kama vile unaweza kusema ya kwamba jinamizi baya linawaandama ndani ya kikosi chao baada ya kuweza kuangusha alama 3 muhimu mbele ya kocha wao, kocha Pedro. Ukiweza kushuhudia Young Africans wakipoteza hizo alama takriban 6 katika sale hizo 3 ambazo wameweza kuzipata, jambo ambalo linawafanya Young Africans kuwa kwenye pressure kubwa ya kupoteza ubingwa wao. Hivyo basi klabu ya soka Young Africans baada ya kile kinachoendelea, nilivyokuambia kwamba hali ni mbaya ambapo majeraha wamekuwa ni wengi, lakini licha ya hivyo sasa huenda Young Africans wakamkosa golikipa wao Djigui Diarra. Si kwa sababu na yeye ni majeraha, hapana, ni kutokana na nyundo ambayo anaisubiri kwenda kuipokea kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF kupitia kamati ya masaa 72 juu ya kile kilichoweza kutokea katika mchezo wa klabu ya soka Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar, ambapo tukio la hapa nazungumzia Djigui Diarra kwenda kumzonga mwamuzi na kitendo ambacho alichokionyesha. Na Diarra hivi karibuni ameonekana kuwa ni mwiba mchungu kwa wafungaji wengi, kwani ameonekana kuweza kuibeba Young Africans mabegani katika nyakati hizi ambazo Yanga inapitia hatari ya kuweza kuangusha pointi. Diarra amekuwa ni msaada mkubwa. Sasa hofu inatanda pindi ambapo Diarra siku ambayo watakosekana katika michezo ya wananchi Young Africans kutokana na kile ambacho kinachoonekana kwa sasa. Diarra amekuwa ni msaada mkubwa kweli kweli kwenye kikosi cha Simba, ambapo kwenye kikosi cha Young Africans kumrazi, ambapo umeweza kushuhudia hilo ambao limeweza kutokea. Na katika kile ambacho kinaelezwa katika hapa nazungumzia zile kanuni ambapo Diarra anatakiwa aende kakutane nazo, ni kuhusiana na juu ya adhabu, ambapo kwa mtu ambaye ataonyesha
jambo la utovu wa nidhamu, basi kwa kitendo kama cha Diarra, basi bila shaka Diarra anakwenda kukutana na adhabu ambayo huenda ikawa ni kufungiwa michezo kadhaa ndani ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo huenda akakosa michezo takribani isiyopungua mitatu kwa mujibu wa kile kinachoonekana, lakini pia namna ambavyo kwa yale yaliyoweza kutokea. Anaandika Wilson Oruma, mchambuzi wa soka, anasema kwamba ni marufuku kwa kiongozi kuingia kiwanjani kwenye pichi bila sababu za msingi, kinyume na taratibu za mchezo kabla na wakati na baada ya mchezo. Ule utoto wa Diarra jana unamfanya Engineer Said kuingia kwenye kamati ya saa 72. Kule kwetu Diarra atajilipia mwenyewe na ule ya kurudi kwao, tutamwambia tu wewe ulikuwa una force kupata kadi nyekundu. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichokuwa kinaendelea. Kwa hiyo hapa Diarra ni kama akawaingiza Young Africans kwenye, hapa nazungumzia kwenye adhabu ya kuweza pengine kupoteza ama kumkosa kwenye michezo baadhi ambayo itakayokuwepo. Kwa hiyo kwa sasa kinachosubiriwa ni kuweza kuona ni adhabu hipi itatoka, ni adhabu ya kulipa faini peke yake ama pia atazikosa mechi za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini pia anaandika meneja habari wa mawasiliano ya Simba Ahmed Ally amekuja kupigilia msumari juu ya kile kinachoendelea kwenye tukio la golikipa huyu Diarra. Anasema ya kwamba meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ally ametoa lawama kali akimtuhumu kipa wa Young Africans Djigui Diarra kwa kile alichokiita mwendelezo wa vitendo vya utovu wa nidhamu na udhalilishaji dhidi ya waamuzi. Ahmed amesisitiza kuwa kitendo cha Diarra kuonekana akimzonga na kutaka kumpiga mwamuzi akipaswi kufumbiwa macho na mamlaka za soka, akitoa mfano wa jinsi waamuzi wa kimataifa kama Issa C wanavyojiwekea heshima mbele ya klabu kubwa kama Al Ahly na Experience. Amemalizwa kusema kuwa huruma sio malezi na kuitaka kamati ya saa 72 kuchukua hatua stahiki ili kulinda heshima ya waamuzi na soka la Tanzania. Huyu anajiona nani? Anataka kumpiga mwamuzi. Huu ni mwendelezo wa huyu kuwadhalilisha waamuzi atakavyo, kuwakoromea na kutweza utu wao hadharani. Mara nyingi anapofanya kosa ukimbilia kujificha kwa waamuzi, na bahati mbaya wenyewe wanashinda kujitetea kwa mujibu wa kanuni zinazoongoza. Mechi ya ligi ya mabingwa Afrika, mwamuzi Issa C alishika kadi nyekundu, akakataa kusogea na mtu ama kuongea na mtu, akakaa katikati ya uwanja bila kuzungumza chochote, akifikisha ujumbe kuwa niguse bahati mbaya ni kulipue makusudi. Hakuna mchezaji yeyote wa Al Ahly wala Experience alienda kumzonga. Hayo ndio maamuzi sahihi ya kanuni. Huruma sio malezi. Huyu anatakiwa kuadhibiwa kwa maslahi ya mpira wetu. Tukio hili alipaswa kufumbiwa macho, likiachwa lipite kimya, kila mchezaji atawadhalilisha waamuzi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo kinachosubiri kwa sasa ni kusikia Diarra anakwenda kuzikosa mechi ngapi za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Weka maoni yako hapo chini katika upande comment.